Tunawakaribisha wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Theologies TV katika mfululizo wa mafundisho haya katika robo hili la pili mwaka huu 2025. Tunafikia somo la 12 katika robo hili la pili, na fundisho hili linasema watangulizi. Watangulizi ndilo somo la 12 katika robo hili, na fundisho hili litaletwa kwenu nami mtumishi wa Mungu Landares pamoja na mtumishi wa Mungu Jacques Bauma ambaye atawajia baadaye. Lakini kabla hatujaingia kwa undani katika fundisho lenyewe, tuweze kumshukuru Mungu. Asante Mwenyezi Mungu sababu umetupa fursa hii ili tuweze tukaongea pamoja na watazamaji kupitia usaidizi wake Pastor Meshak Sikwaya. Tunaomba Mungu njoo utuongoze na Roho wako atueleweshe zaidi fundisho hili na tusaidie tuwe waaminifu hata mbele ya kifo, tuweze kubaki upande wako. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Wapendwa, na vile nilivyokwisha kutanguliza ni kwamba fundisho letu la leo linasema watangulizi, na fungu la kukariri katika juma hili linapatikana katika kitabu cha Timotheo ya pili sura ile ya kwanza aya ile la 7. Timotheo ya pili sura ile ya kwanza aya ile la 7, Biblia inasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mungu hakutupa sisi moyo wa nini? Wa woga, bali moyo wa nini? Wa nguvu na upendo na moyo wa nini? Wa kiasi. Wapendwa, juma hili tunaangalia masimulizi mawili zaidi ya Biblia yanayoonyesha ishara ya matukio ya siku za mwisho kwa undani usio na kifani. Kwanza tutaangalia masimulizi ya Shadrach, Meshach na Abednego ambayo yana madokezo ya wazi kuhusu masuala yanayoelezwa katika Ufunuo sura ile ya 13. Na baadaye sasa tunageukia upande mwingine katika Agano Jipya ambapo tunaona kwamba uzoefu wa Wakristo wa awali pia unaweza kusaidia kuelewa tunachoweza kutarajia kati ya sasa na ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hii mifano miwili yote, wapendwa watazamaji na wasikilizaji, inasisitizia ujasiri wa ajabu na kutoa funguo za kupata amani ya moyo katika hali ngumu zaidi. Wapendwa, namna vile tunatambua ni kwamba siku hizi za mwisho ni siku zenye hatari sana, na lakini ijapokuwa ni siku zenye hatari, Bwana Mungu wetu anatuambia mara 365 ya kwamba tusiogope. Hata katika Yohana sura ile ya 14 Yesu Kristo alisema tusifadhaike mioyoni mwetu, tuendelee kumwamini kwa sababu anaendelea kutuandalia makao na mahali ambapo tutapumzika. Kwa hiyo wapendwa, tunapaswa kutazama matukio haya kwa tumaini, si kwa hofu. Ndio maana fundisho la Jumapili linasema Danieli sura ya 2 na njia ya kihistoria ya kufasiri unabii. Danieli sura ya 2 na njia ya kihistoria ya kufasiri unabii. Katika fundisho hili kwa kifupi, namna vile tunavyotambua katika Danieli sura ile ya 2, tunapata ndoto ambayo iliotwa na mfalme Nebukadneza. Ndoto hii ambayo ilikuwa na kichwa cha dhahabu, kifua ilikuwa ni nini? Tunapotambua tukiendelea tunafikia mwisho wa hiyo sanamu, miguu yake na nyayo, tunaona kwamba ni utafsiri wa hali itakavyokuwa kwanza hapo Babeli mpaka Yesu Kristo arejeapo. Na tunaona hapo falme namna vile zitakavyofuatana. Kwa hiyo unabii wa wakati wa mwisho ambao tunaupata katika kitabu cha Danieli wote unafuata msingi uliowekwa katika Danieli sura ile ya 2. Sehemu ya unabii huu uliosalia kama Danieli sura ya 2 unafuata mfululizo wa ufalme moja kwa moja
mpaka Yesu Kristo aje na kuweka ufalme ambao hautaharibiwa, na vile tunavyosoma katika Danieli sura ile ya 2 aya lile la 44. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kwa maneno mengine, unabii huu unapitia historia katika mfululizo usiovunjika wa falme kuanzia kale na kufikia mwisho katika wakati ule ambapo Yesu Kristo atakuja kutawala milele na milele. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji na watazamaji, hii ndiyo njia ya kihistoria ya kufasiri unabii, na ndivyo maandiko yanavyodai, huku tuelewe ya kwamba kutumia njia ya kihistoria ni moja wapo ya njia muhimu kwa ajili ya kuelewa matukio ya siku za mwisho, hasa kama yanavyoelezwa katika kitabu cha Ufunuo. Kwa maneno mafupi, tunapotaka kuelewa unabii, tutumie pia historia ili kwamba ituangazie zaidi kuhusu unabii ambao Biblia inautoa. Tuingie kwenye somo la Jumanne. Jumatatu mrazi. Jumatatu kichwa kinasema kuabudu sanamu. Kuabudu sanamu. Na hapa tunapata tena mfalme Nebukadneza. Kwenye sura ile ya 2 ameelezewa, ametafsiriwa maana ya ndoto aliyoiona. Na ukiona hapo alikuwa na moyo wa kumwogopa Mungu na kumtukuza na kusema kumbe Mungu yuko mbinguni, Mungu wa Danieli. Lakini tukiingia kwenye sura ile ya 3, huyu Nebukadneza ambaye alikuwa ameonyesha nia ya kumtambua Mungu kwenye sura ile ya 2, kwenye sura ya 3 akatengeneza sasa sanamu ya dhahabu kabisa. Mnajua sanamu ile ya Danieli sura ya 2 ilikuwa na dhahabu, shaba, fedha na chuma, pia na udongo kule kwenye nyayo. Lakini yeye sasa kwenye sura ile ya 3 akatengeneza sanamu ambayo ilikuwa yote ni dhahabu. Na sanamu hii ilikuwa na ujumbe gani? Ujumbe ambao sanamu hii ilikuwa ikiutangaza huko maeneo ya Dura ni kwamba Babeli haitaanguka kamwe na Nebukadneza atakuwa mfalme daima. Hii ni nukta ya kwanza ya ule ujumbe wa ile sanamu. Nukta ya pili, yeyote akithubutu kupinga wazo hilo ilimpasa auawe. Na inatumika kama ukumbusho wenye nguvu kwamba tamaa yetu sisi binadamu kujitawala binafsi inaweza kutupofusha haraka ili tusione ukweli kuhusu jinsi pambano kuu litakavyotokea bila shaka. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji na watazamaji, sanamu hii ambayo mfalme Nebukadneza aliweka huko maeneo ya Dura, kuna tu vijana wangapi? 3 ambao hawakufanya nini? Hawakuiabudu. Na hii ilikuwa ni kuonesha imani yao na utiifu wao kamili kwa Mungu. Na sisi tusiabudu sanamu. Mchungaji Njake atatujia kwa urefu katika somo hili la kuabudu sanamu, sababu kuna jambo ambalo linaendelea. Tuingie kwenye somo la Jumanne, kuabudu sanamu tena. Kuabudu sanamu tena. Kwenye sura ile ya 3 tumeona kwamba Nebukadneza alitengeneza sanamu ili iabudiwe. Tuko kwenye Agano la Kale. Sasa hapa tunaingia kwenye Agano Jipya. Kuna pia mambo ambayo tunaweza tukaweka pamoja kati ya Danieli sura ile ya 3 na Ufunuo sura ile ya 10 na ngapi? 13. Na kusoma pale kuna maneno mazuri ambayo yanasema kwamba huyu joka, huyu ambaye tunamuita hapa mtawala mbaya, kuna sanamu ambayo inafanywa hapa karibuni. Biblia inasema yeye ambaye hata abudu sanamu ya yule mnyama lazima afanye nini? Auawe. Kama vile hapo kwenye Danieli sura ya 3 mtu ilimpasa auawe ingawa anakataa kufanya nini? Kuabudu hiyo sanamu. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji na watazamaji, watu wa Mungu wameitwa kumwabudu Mungu, yeye aliyezifanya mbingu na nchi,
na bahari na chemchemi za maji, yaani muumbaji wetu, kinyume na mnyama na sanamu yake. Wala sisi hatuna wakati wa kumweka mtu mwingine yeyote kwa nafasi ya nani? Kwa nafasi ya Mungu. Hapana. Kwa hiyo wapendwa, tumwabudu Mungu pekee, yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kwa sababu ibada haimaanishi tu kusujudu na kufukiza uvumba, ingawa inaweza kumaanisha hivyo. Hapana, lakini tunapoweka kitu chochote kishikilie utii wetu wa mwisho, tunakuwa tumekifanya kuwa sanamu. Kwa hiyo namkaribisha mchungaji Jacques ili kwamba aendelee na fundisho hili. Tutaelewa kuabudu mnyama na sanamu yake inamaanisha nini. Mungu awabariki. Karibu sana. Asante sana, tunawashukuru nyote kwa uvumilivu wenu, na bila kuponda muda tutakamata fundisho la siku ya Jumatano. Na fundisho leo linasema mateso ya kanisa la awali. Hilo ndilo fundisho ambalo tunatamani kujifunza, na bila kuwachosha tunaamini ya kwamba si Agano la Kale linalotanguliza matukio ya mwisho. Ni kweli katika Biblia na hasa katika Agano la Kale kuna waandishi wengi sana ambao walikuwa wamezungumzia kuhusu matukio yatakayokuja. Lakini pia komea hapo, tunaangalia tena matukio mengi katika Agano Jipya. Na tunaona ya kwamba Wakristo wengi wa kanisa la awali walikuwa wamepitia mateso makubwa sana, na ikiwa leo kanisa la Mungu linaendelea kuhubiri, linaendelea kuwa katika hali nzuri, tuamini ya kwamba kuna wale ambao walikuwa wametangulia na walikuwa wamepitia mateso makali sana, tena zaidi ya sana. Na hao Wakristo wa kanisa la kale, tunaposoma Biblia vizuri tunaona ni kiasi gani walivyokuwa wametendewa ukatili, walivyokuwa wameuawa, na hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu ya imani. Na tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya 12, tunapoanza na aya ya kwanza kuendelea, hapo tunaona namna vile Mtume Petro alivyokuwa amefungwa gerezani. Lakini kabla ya Mtume Petro tunaona kuna mtume mwingine ambaye alikuwa anaitwa Yakobo. Yakobo alikuwa amekatwa kichwa, na yule ambaye alikuwa amefuata bila shaka alikuwa ni Mtume Petro. Na huyu Mtume Petro tunapoona habari zake, ni kweli alipokuwa ndani ya gereza kanisa lilikuwa na jukumu la kumwombea. Na walipokuwa wanamwombea, kweli Mungu alikuwa amesikia maombi, na Petro alipokuwa ndani ya gereza malaika alikuja. Na unaamini ya kwamba unaposoma hizi habari utagundua kwamba Petro alikuwa katikati ya maskari na alikuwa amelala, mara moja malaika akaja na malaika akamwamsha na wakaenda ili wakatokea. Kitu ambacho nataka ugundue ni kwamba Petro alipokuwa ameingia mahali pale ambapo watu wa Mungu walikuwa wanamwombea, wale ambao walikuwa wanamwombea hawakuamini kabisa, wakazania kwamba pengine ni mzimu, pengine ni nini, lakini alikuwa ni Petro. Shida ni kwamba walikuwa wameomba maombi, na kwa namna vile walikuwa wameomba, Mungu alipokuwa amewajibu, waliona ya kwamba huyu Petro pengine si yeye. Mara moja wakaogopa. Ni kweli kuna wakati pia tunawaza kuwa tunamuomba Mwenyezi Mungu lakini tuna mashaka. Lakini Mwenyezi Mungu ambaye tunamuomba bila shaka hawezi akatuvunja moyo, anatujibu sawa sawa na maombi yetu ambayo mara kwa mara tunayaomba. Na Petro kiukweli hakukufa wakati ule, hapana, hakukufa, lakini kulipita wakati ambapo yeye naye pia alikuwa amefuata, kwa sababu kuna wakati Yesu alikuwa amemwambia kwamba Petro, nawe utakufa mateso kama haya ambayo unayopitia. Petro alikuwa amewaza mambo mengine, lakini alipokuwa ameshikwa kwa hatua ya kwanza aliona kwamba hatakufa, lakini kwa wakati mwingine huyu Petro alikuwa amekufa kama vile mlivyokuwa umejua. Mara moja tunaingia katika fundisho la Alhamisi. Fundisho la Alhamisi linasema alama ya mnyama. Alama ya mnyama. Na tuamini ya kwamba kikweli jambo hili halijafika bado. Halijafika, lakini kuna wakati ambapo litafika tu, kwa sababu kuna watu wengi wanataka kusema kwamba pengine halitatokea. Hapana, lakini litatokea tu. Na unaposoma katika kitabu cha Ufunuo kinatupatia ibada mbili. Kunakuwa ibada ya kumwabudu Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji, lakini pia kuna ibada ya kuabudu mnyama. Na hizo ndizo ibada mbili ambazo tunazipata katika kitabu cha Ufunuo. Na hizi ibada mbili zinakuwa na kiini
na kiini cha kwanza ni Sabato na kiini cha pili ni Jumapili. Na tunapoona Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa ameanzisha siku ya Sabato katika bustani la Edeni, na akasema kwamba kwa namna ameanzisha siku ya Sabato basi wafuasi wake wamfuate. Na hii Sabato ikaendelea kuabudiwa, na mara moja huyu Ibilisi naye kwa sababu ni yeye mpinga Kristo mara kwa mara, naye akaona kwamba hapana, kwa sababu Mungu ameweka siku ya Jumamosi, naye akatamani sasa abadili Sabato ya Mungu kwa Sabato ambayo ilibadia siku ya Jumapili. Na tunaposoma katika kitabu cha Marko, tunaposoma katika kitabu cha Mathayo tafadhali, tunaposoma katika kitabu cha Mathayo 12 tunaona ni kiasi gani Yesu alikuwa ameponya mtu ambaye alikuwa amepooza mkono. Na alipokuwa amemponya, kwa sababu ilikuwa ni siku ya Sabato, walitamani wamuue. Lakini Yesu aliwaambia kwamba ni halali, heri kufanya mema siku ya Sabato. Na atukomee pale pia tunapoangalia pia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura yake ni ya 5 aya yake ni ya 16. Tunaona pia mahali ambapo Yesu alikuwa ameponya mtu yule ambaye alikuwa ameugua kwa muda wa miaka 38. Yesu akaendelea na kumtibu, lakini Mafarisayo walikuwa wameona kwamba amefanya vitu ambavyo si halali. Wakatamani wafanye namna gani wa Mungu. Lakini kuna swali ambalo nataka nijiambie hapa. Huyu Yesu kwa ajili ya kufanya mema siku ya Sabato akatakiwa kupigwa mawe. Ni kweli inashangaza sana na inasikitisha sana. Na ndio maana katika fundisho hili tunaona ya kwamba Sabato ya Mungu iko pale, lakini pia Sabato ya Jumapili. Tunaona ni kiasi gani Yesu mwenyewe walitamani kumpige mawe kwa sababu ya Sabato. Na tunaona wanataka pia katika siku ambazo zinakuja hapa Jumapili itakapokuwa imesimamishwa, utakuja kundua kwamba kuna watu ambao watashikwa ili kwamba waweke magerezani na wapigwe vikali kwa sababu ya kutokutii siku ya Jumapili. Na katika fundisho hili tunaona ya kwamba ni heri kuchagua. Ama unamtumikia Mungu ama unamwabudu Mungu katika siku ya Sabato, ama unamtumikia yule mnyama na siku ya Jumapili. Ni kwako sasa kumetafakari na kuangalia ni siku gani ambayo utakayokuwa kumwabudu Mwenyezi Mungu ama utamwabudu yule mnyama. Na katika kumaliza fundisho hili katika Ijumaa Mwenyezi Mungu anaonyesha ni kiasi gani kuwa anatuma malaika ili kwamba watulinde. Na tunapoona namna vile Mungu alikuwa amemtuma malaika kwa Petro, na huyu malaika alikuwa amefanya kazi kubwa ili kwamba Petro atoke katika gereza. Na hawa malaika mpaka sasa hawaja komeshwa ili kufanya hiyo kazi hapa, lakini wanakuwa na kazi ya kulinda watu wa Mungu. Na ndio maana ningewaambia katika masomo haya ni kwamba ni kweli kuna mateso ambayo yanakuja, na kama kuna mateso ambayo yanakuja tusiogope, sababu wale watu ambao walitutangulia waliona kwamba walifia imani. Na walipofia imani waliona kwamba hata kifo kiwaambie kitu. Kuna wale ambao walikubali wafe vifo vya ukatili, sawa vile Mathayo, sawa vile na wengine waliona ya kwamba hakuna haja ya kukwepa kwa sababu ni imani, walikuwa wanatetea imani. Na walipokuwa wanatetea imani wakaogopa, wakiamini ya kwamba hata wakifa katika yale mateso kuna siku Yesu atakuja ili kwamba awaokoe na watoe katika mateso yale. Na ndio maana katika siku hizi tuamini ya kwamba hapa karibuni Jumapili itasimamishwa, na inapokuwa imesimamishwa itakuwa ni amri, yaani uabudu siku ya Sabato mara moja unakatwa kichwa, ama uendelee kuabudu siku ya Jumapili unaachwa namna gani, unaachwa huru. Ndio maana ni kwako ndugu msikilizaji kuendelea kufanya maamuzi ili kwamba uabudu siku ya Jumapili, japokuwa utauawa, ila tuna imani ya kwamba Mungu hatatuachilia hivi, atatupatia malaika wale ambao watatulinda, na siku ya mwisho atakuja, hata kama watakuwa tumeshafariki atakuja kutufufua. Na Mungu atubariki kwa jina la Yesu Kristo, amen.